Bana, ni siku nyingine tena ikiwa ni Sauti ya Kitaa, tukasema tuweze kumtafuta wa kimataifa tuweze kuzungumza, kwa sababu tunajua kwenye mitandao ya kijamii kuna mambo mengi sana yanaendelea, lakini ziko mada nyingi sana ambazo pengine tungehitaji kufahamu udadavuzi ukoje, uchambuzi ukoje, kwa sababu tunajua watu wa mitandao ni wengi sana, lakini sio tumtafute wa kimataifa aweze kutuambia mambo mengi sana. Kwema kwanza mkubwa. Kwema kaka, habari za leo? Si habari zangu mimi ni nzuri. Sasa sijui kwa upande wako. Kwangu ni poa, majukumu yanaendaje? Tunamshukuru Mungu. Kwanza kumwataki mtu kwamba aonyeshe kadi za magari ni kosa. Na ukiwa wewe kama dalali ni kosa, kwa sababu wewe si dalali. Ni kosa kumwambia mtu aonyeshe kadi za magari, kwa sababu maana yake inawezekana magari mengine kamuuzia yeye, na ndio maana labda anamwambia kwamba aonyeshe kadi za nini? Za magari. Yani Doto amuuzie magari Chief Godlove kwa kivipi yani? Inawezekana, kwani si dalali wa magari? Wewe unajuaje? Lakini magari ya Doto ambao anauza si anafahamika ni magari aina gani? Kwani Chief Godlove ana magari ya tofauti na anayouza Doto magari? Ndio nilikuwa nimekuuliza wewe sasa, kwa sababu Godlove mshakuwa na ukaribu. Naam. Lakini mimi nataka nijue inakuwaje, yani kwa nini anakuwa kama ana force mwamba aoneshe kadi? Kwa sababu hao wana ugomvi wao wa tofauti ambao mimi siujui. Na ugomvi wao mimi siwezi kuingilia. Na huenda ndo maana kimempelekea Doto kuomba kadi za magari, kwa sababu huenda kuna kitu ameona, kwa sababu mimi nilipita TikTok juzi nimeona Chief Godlove anamuita Doto. Kwa hiyo kiufupi ni hivyo. Lakini mengine zaidi mimi sijui. Mimi najua yule rafiki yangu, lakini urafiki wetu sisi kuna sehemu ulifikia. Sawa? Kila mtu yuko na maisha yake. Sasa hivi si yupo Kenya. Si umesikia yupo Kenya? Mimi niko wapi? Tanzania. Kila mtu ana maisha yake bro. Kwa hiyo mimi habari za Chief Godlove huko sijui. Ila kuhusu Doto magari kudai kadi, huenda ni haki yake au sio haki yake kufuatana na kitu ambacho wanagombania. Okay, je, ni halali kwa kinachoendelea? Kwa sababu mimi najua wewe na Godi mmeshakuwa na ukaribu, mlishaishi mpaka nyumba moja. Ndiyo. Na ilikuwa ni wapi na ni lini? Hiyo ni muda mrefu, ni miaka kama 5 sasa imepita, na ilikuwa ni salasala. Kwa hiyo huwezi kulizungumzia hilo swala kwa leo. Kwa sababu pinda na miliki hayo magari, kila mtu alikuwa na maisha yake na mimi sikuwepo. Nikisema nizungumzie sana engo hiyo nitakuwa nakosea. Kwa hiyo enda Doto magari anajua kwamba kuna gari sio zake. Unajuaje wewe? Mpaka anaomba kadi, uone kama ana confidence kabisa. Anasema kwamba Chief alikuwa anamfuata ili amtengenezee jina kwamba bana Doto nisaidie unipushpush huko ili watu wanifahamu kama mimi ni nani na vitu kama hivyo. Hiyo pia naona unaionaje kwa upande wako? Kwani wewe hujui kwamba Chief anafanya kazi gani? Chief ni content creator, si ndio? Content creator maana yake nini? Sinataka uforce hata kujulikana kwa ajili ya vitu vya fake. Wewe na maana Chief ni content creator yule kumbe? Sasa wewe unamuonaje? Mimi naona hivyo, au wewe unaonaje? Kwa sio ile anasemaga spiritual healer tena. Spiritual healer ya nini? Ya jicho la tatu? Lile la kuchangia $1,000? Sijui, wewe unajuaje? Kwa hiyo ni content creator. Mimi najua ni content creator. Ukiniambia kwamba sijui spiritual healer. Spiritual healer sijui hiyo nini? Mimi sijui. Ndio jicho la tatu mnasema? Hebu niacheni bwana. Niacheni bwana. Jicho la tatu ndio nini tena? Kwani jicho la tatu ni nini? Jicho la tatu? Hebu tuone nifumbe macho. Mbona sioni la tatu? Mbona mimi sikuelewi bwana. Hebu kwa serious. Wewe fumba macho labda tuone la tatu. La tatu? Naona giza tu. 2026 kwanza naona matokeo mazuri sana kwa upande wangu. Naona matokeo mazuri na najiona kuwa bilionea ndani ya mwaka wa 2026. Okay. Yeah. So mimi nimekuwa nikikufuatilia sana kwa sababu nimeona pia mahojiano mbalimbali ambayo unafanya. Nikasemeza kutafuta angalau tuweze kupata mali matatu, kwa sababu tunasikia kwamba wewe una ukaribu sana au ulishakuwa na ukaribu sana na Godlove Jacob Mwakibete. Sasa sijui unapatia au unakosea, lakini mimi ninataka kwanza tuanzie kwa sababu hii ni very exclusive interview. Tuliona pia juzi ukihojiwa na moja ya TV kubwa na radio kubwa nchini Tanzania. Ukaeleza mambo mengi sana ya njia bora ya vijana kuifuata ili waweze kufanikiwa. Lakini pia uligusia the way ambavyo ulishawahi kuwa na ukaribu na Godlove Jacob Mwakibete, na sasa hivi tunaona tuma ni nyingi sana mitandao ya kijamii inakuwa inaeleza mambo mengi zaidi yake, lakini pia tunaona juzi magari pia yanabebwa yanapelekwa huko Kenya. So mimi nakataka tu utupitishe kwamba unamfahamu vipi, lakini ilikuwaje kwaje, utupe historia kidogo kwa ufupi. Chief Godlove nishatoaga historia mara nyingi kwenye media mbalimbali. Tukiangalia kwenye East Africa niliwaambia watu mimi na Chief Godlove tulikaa nyumba moja, yani chumba, lakini sio chumba kimoja, yani kila mtu alikuwa na chumba chake, lakini tulikuwa marafiki.
marafiki, majirani, ndugu ambao hatukuwahi kugombana. Ni mtu safi tu, lakini kuna baadhi ya engo tu ambazo anakuwa anaenda na mimi naona kabisa hii engo ndugu yangu haendi sawa. Kwa lazima nifanyaje? Niongee kwa sababu unajua kuna baadhi ya engo hawana wasemaji, na mimi ndo msemaji wa engo fulani ambao ni engo ya kazi yangu, engo ya udalali. Yeah. Hapo ndo tumekuja kuwa tofauti, lakini swala la kwamba Chief Godlove ni mbaya, sio mbaya, ni mtu mwema sana, ni mtu poa. Yeah, ni mtu poa sana, ila tu ni hivyo kwa sababu unajua bana, sasa hivi mitandao kila mtu akiamka na la kwake. Yaani unaweza kaamka asubuhi mtu basi kaamua tu kurekodi kuongelea kitu fulani katuma kwenye mitandao, kwa sababu hakuna mtu anayempangia kwamba uposti nini usiposti. Na ukitegemea sasa hivi yuko Kenya, anaweza kaongea kitu chochote, lakini hauna uwezo wa kumchukulia sheria hatua yoyote au kitu chochote, hata kitu kana kifanyike, kwa sababu yupo kwenye nchi ambayo inaruhusu hivyo vitu vifanyike. Yeah, kwa hivyo tu. Sijui kama kuna swali jingine, lakini yule ni rafiki yangu. Okay. Yeah, hana shida. Okay, ni rafiki yako. Yeah. Unaweza ukatuthibitisha vipi kwamba ni rafiki yako? Kwa sababu mara ya mwisho nilisikia kwamba humkubali kabisa, na pengine nikataka kufahamu kwamba labda kutokumkubali au wewe na yeye kutokukubaliana, kwa sababu ilifikia stage nikasikia kwamba anakuzuia hata usiposti baadhi ya vitu kwenye mitandao ya kijamii, na hiyo pia ulieleza kwenye moja ya mahojiano ambayo ulikuwa unahojiwa. Mimi nilikuwa nataka utupitishe hapo wa kimataifa. Kikubwa ambacho naweza nikasema kwamba ni mambo tu ya kibinadamu ya hapa na pale. Unajua pindi mtu anapokuwa au anapokuwa na nguvu, si ndio? Pia watu wengi lazima wamuone kwa jicho la tofauti. Unapomuona mtu kwa jicho la tofauti, lazima tu itokee mambo kama hayo. Yeah. Kwa ila kuchukiana, hatujawahi kuchukiana. Ni mtu ambaye niko naye karibu, tajiri. Hatujawahi kuchukiana, ila labda kama yeye ndo ashawahi kunichukia ndo maana mkajua, lakini mimi hapana, sijawahi kumchukia. Ninachokiona Doto yuko sahihi. Yuko sahihi kwa sababu Chief Godlove nilitumiwa video hata mimi. Video ambayo alikuwa anasema kwamba madalali ni watoto wa mjini wale mablabla, yani. Umeelewa? Kwa alisahau kwamba kwenye engo ya madalali alitakiwa kama anamtaja Doto amtaje Doto. Aseme kabisa mimi na ili battle la mimi na nani na Doto. Asiseme tu madalali ni takataka. Yaani ukisema madalali ni takataka, maana yake dalali wa kimataifa wanakuwa mtukana pamoja na kikosi chake chote cha madalali. Kwa sababu mimi ukiangalia kwa sasa madalali wananitegemea sana kwa kuwasemea ama kuwatetea. Yaani kwa asilimia kubwa madalali wanategemea ni watetee, wanategemea niongee vitu ambavyo vitawasaidia hata wao. Kuna madalali wapo bro, hawawezi hata kuingia kwenye mitandao kuzungumza kama mimi ninavyozungumza. Wakiwa wanaona haya wanaonewa, lakini nilimwambia Chief asiendelee kuwabeza madalali. Akiendelea kitakachofuata mimi sitaki kusema. Nimemaliza. Kuna lingine? Unataka kusema kwa sababu gani? Sitaki. Mimi sihitaji mtu awabeze madalali. Mimi yule ni ndugu yangu. Una uhakika gani kwamba aliwabeza? Aliwabeza kwa sababu ya video yake. Alisema kwamba watoto wa mjini wote hawana issue yoyote, hamwezi kuniambia chochote, mafala tu, sijui wengi wapigaji, sijui nini. Alafu mwishoni sasa akamalizia madalali. Hiyo video utakuwa umeiona nadhani. Okay, lakini tunaona Doto amekuwa akisema kwamba Godlove anaigiza maisha. Yaani kwamba anafanya vitu kama yani sio vya kweli, na amekuwa akimuonya kwamba aache, kwamba ule ni ushamba na vitu kama hivyo. Wewe unalizungumzaje swala hilo? Sasa mimi bado hajanijibu. Akinijibu nimesema na vitu vingi ambavyo naweza nikavisema, lakini bado muda wake hujafika. Na hivyo ni vitu gani? Ni vitu vya namna gani ambavyo unaweza kusema? Kama akiendelea kutubeza, maana yake na mimi nitamfanya aonekane. Kama akiendelea kutubeza na kusema madalali ni miliki vyuma hivi. Muone haya magari yaliongozana yote ni ya kwangu. Unaponiita mbwa takataka, fala, mpigaji, na wakati mimi kuna watu wanaonitazama kwa jicho jingine. Kuna matajiri wanatamani wanipigie simu kesho nikamuuzie kiwanja sehemu fulani. Unapotuanika kwenye mitandao kwamba wapigaji, sijui nini, mwafala. Huoni kama unaniharibia bro? Labda mimi kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa nataka nikiweke sawa. So kinachoendelea baina yako na Chief Godlove ni nini hasa?
Yaani nini ambacho kinaendelea? Kwa sasa ngoja nikwambie, maana umeng'ang'ania sana hicho kipengele. Kwa sasa hivi ugomvi wangu mimi na Chief Godlove ni kuwasema madalali. Yaani anatakiwa achane na madalali kabisa. Yaani madalali hii ni engo nyingine. Yaani sisi ni matajiri. Umesikia? Yaani madalali ni matajiri. Yaani sijui unanielewa? Hebu sema matajiri kwanza. Matajiri tajisema vizuri. Matajiri. Hapo sawa. Sisi ni matajiri na ni mabilionea, watu wa real estate. Huwezi kutulinganisha na Chief Godlove. Hiyo nakwambia ukweli. Yaani inawezekana mimi kama mimi nikawa ni tajiri, lakini kuna wengine madalali ni matajiri hata kunizidi mimi. Umeelewa vizuri? Hawajionyeshi kwenye mitandao ya jamii. Sasa mimi ndio msemaji wao. Na ndio maana wamenipa urais wa madalali. Kwa akiendelea kutubeza huko ndo sasa tunaweza tukaoga. Nimeona leo wameposti pale nini nyimbo za Mungu. Leo ametoka kwenye mizimu. Nimecheka. Sema bwana ndugu yako anaweza kugeuka, lakini kiufupi kama ameandika ni kwa ajili yangu, mimi siwezi kumgeuka. Mimi tu nipo na yeye, nampenda, namkubali, naendelea kumsupport kwenye kila engo yake, lakini aachane na madalali. Kwisha habari. Okay. So ile message kwa nini alikuandikia vile ya kusema kwamba usio unaposti vitu vingi kwa siku mara sio nini? Kwa nini aliamua kukuandikia vile? Na ilikuwaje kwaje? Ni mtu mwema. Ni mtu mwema. Niligeuka kidogo tajiri kwa sababu nilijua tumemaliza. Ni mtu mwema. Ni mtu mwema kwa sababu mtu anayekuelekeza si ni mtu mwema. Lakini ananielekeza kipindi ambacho tayari nilikuwa na maelekezo kichwani na anaona kinachofanyika, si ndio? Kwa hiyo nimekubali maelekezo yake na nime appreciate, na ndio maana nilimjibu kwamba nashukuru sana ndugu yangu. Umenisoma vizuri tajiri. Kwa hiyo nime appreciate kile kitu ambacho yeye ameki suggest kwangu. Amenielekeza vizuri. Ni mtu mwema, ni mtu ambaye hana roho mbaya. Vijana wengi wanatamani kutoboa na wafanikiwe, wajenge nyumba za kifahari, waweze kufanikiwa na kupata pesa na vitu kama hivyo. Nini wafanye ili waweze kupata mafanikio hayo kwa njia halali? Kwa njia halali tajiri, unapotaka kupata mafanikio kama ya kwangu, kwanza lazima uwe mtiifu kwenye kazi yako. Na kama huna kazi, basi jitahidi kwanza utafute utiifu. Unaufahamu utiifu? Yaani kuna vijana wengi sasa hivi wameendekeza tamaa mbele. Sawa? Anatamani apate mali ya haraka. Hakuna mali inapatikana ya haraka tajiri. Mimi mwenyewe hizi gari zangu nazoziona hizi nimeunga mpaka kuzipata. Yaani sijapata tu ile Umeelewa vizuri? Nimepata kwa kuunga. Kwa hiyo nakushauri kijana ambao unanitazama na kunisikiliza, kama umeajiriwa, sawa? Hakikisha kazi yako unaipenda. Hakikisha aliyekuajiri unampa heshima yake. Hata kama ukipata ama ukifanikiwa, usidharau waliokutoa nyuma. Yaani wale waliokutoa nyuma kipindi huna kitu, usiwadharau. Endelea kuwapa heshima yao mpaka pale unapoendelea kuwa mkubwa. Na mafanikio ndio wanavyotaka. Lakini pindi mimi nina range hili, eti bosi wangu ambaye amenitoa chini na mkuta yeye hana kitu, afu mimi namuona kama yeye mbwa takataka, hapo mimi nitakuwa fala. Kwa sababu ile ndio kanionyesha njia ya mimi kufika hapa nilipo. Kitu kingine cha mwisho, wajitahidi kuwa na kifua. Wengi hawana kifua. Kifua kimaanisha? Kifua tajiri. Usimuonyeshe mtu ng'ombe anayekupa maziwa. Walisema wahenga. Sasa mbwa takataka wengi wanajisahau sana. Akipata tu viela kidogo anamwanika mtu kwenye mitandao. Umeelewa vizuri? Au anapita sehemu na shangaa. Madalali wengi, na nawaambia ili madalali nao waone. Unaona nyumba hiyo? Nimemuuzia mimi huyo, ni kiongozi fulani. Unaona nyumba hiyo? Nimemuugiza mimi huyo, ni mchezaji sijui wa Yanga. Unaona nyumba hiyo? Nimemuuzia mimi huyo, sijui ni celebrity wapi. Hivyo vitu ndio vinafanya tunadondoka. Watu wengi wana pesa lakini hawataki maneno. Wewe kama umeamua kwa kwenye mitandao, jiongelee wewe. Ongelea, yani mimi ndio maana huwezi kusikia hata siku moja na muongelea mtu ambaye hayuko mitandaoni. Na muongelea mtu ambaye ananianza na yuko mitandaoni. Umeelewa vizuri? Ukinianza na hauko mitandaoni nitakufuata live. Sikuweke kwenye mtandao na kufuata oya tajiri. Hapo mbezingua Brian. Wewe hivi na vitu ende hivi na hivi. Rekebisha. Mimi nakuchana hata ungekuwa na hela kiasi gani. Hata ungekuwa bilionea mimi nakuchana. Lakini kama hivi kwenye mitandao, nakuchana tu kwenye mitandao, tumalizane kwenye mitandao. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho wanatakiwa kuwa nacho. Wawe na kifua na wawe na siri. Waache mbwa takataka. Starehe zinatajwa sana kwamba zinakwamisha sana vijana wasisonge mbele zaidi. Hiyo nayo pia unazungumziaje? Acha wale bata. Starehe zinakwamisha wapi bana? Starehe una hela tu. Wewe umenikuta wapi mimi? Umenikuta wapi tajiri? Si umenikuta nakula starehe. Sasa starehe wewe una hela tu. Starehe haikwamishi mtu yeyote, ni akili yako tu. Hicho mimi labda nikwambie hivyo.
kuna kingine taje starehe, wale bata, acha vijana wale bata. Tanzania ni nchi ya amani, ni nchi ya uhuru. Hivi wa kimataifa, wao ni msanii gani ambao unamkubali sana hapa Tanzania kwa muziki anaofanya na harakati zake zote? Na wakubali wasanii wote Tanzania. Nani ambaye ndo zaidi kwako? Hakuna.